Benki ya Maendeleo TIB ilikuwa inajulikana kama Tanzania Investment Bank. Nafikiri watu wengi walikuwa wanaijua Benki ya Maendeleo TIB kwa jina hilo ambalo na hata wengine bado wanalitumia. Ni benki ambayo ilianzishwa mwaka 1970 na nia ilikuwa ni kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kujenga taifa linalojitegemea kwa kutumia rasilimali zake. Mwaka 1970. Lakini ilipofika mwaka 2001 benki ilisajiliwa upya na kuwa inaitwa TIB Development Bank, ambayo kwa Kiswahili tunasema Benki ya Maendeleo TIB, na ndio jina ambalo tunatumia sasa hivi na ndio jina ambalo linajulikana kwa sasa. Lakini kubwa ni kwamba benki ya TIB inafanya nini? Benki ya TIB ina majukumu manne kisheria, kama ambavyo ilivyokuwa imeanzishwa kisheria, basi ina majukumu makubwa manne. Jukumu la kwanza ni kutoa au kuwezesha upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu na muda wa kati kwenye miradi ya maendeleo. Hilo ndio jukumu letu mama. Kama Benki ya Maendeleo, jukumu letu kubwa ni kuweza kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo, kuweza kwamba miradi ya maendeleo iweze kutekelezeka. Tunatoa mitaji ya muda mrefu na muda wa kati. Lakini jukumu lingine la pili kisheria ni kutoa msaada wa kiufundi na ushauri kwa maendeleo ya viwanda. Sisi kama Benki ya Maendeleo TIB tuna wataalam ambao wanatoa ushauri wa kiufundi kwenye miradi ya maendeleo. Kuna miradi mingi ambayo serikali inakuwa inatekeleza, wanahitaji ushauri wa kiufundi. Pale tuna wataalam ambao wamechukuliwa kwenye miradi mingi na waweza kutoa ushauri katika miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini jukumu letu lingine la tatu kisheria ni kusimamia mifuko maalum kwa niaba ya serikali lakini na wadau wa maendeleo. Hii ni kwamba kuna mifuko maalum ambayo serikali imeitenga kwa ajili ya kutekeleza miradi maalum. Kwa mfano, tuna dirisha la kilimo. Hii ni dirisha ambalo liko chini ya Wizara ya Fedha, lakini TIB imepewa kusimamia ili kutekeleza au kutoa mikopo ya bei nafuu kwa wakulima au mnyororo mzima wa thamani kwenye kilimo. Biti wafugaji, biti wakulima, biti wasafirishaji, kuanzia kule chini kwa wale ambao wanafanya ukulima, wanaosafirisha, wanaotunza kwenye maghala, wale wanaouza mpaka ile product ya mwisho kabisa, kwa mnyororo mzima wa thamani. Lakini hiyo nimetoa tu mfano, lakini tuna mifuko takribani 9 ambayo tunasimamia kwa niaba ya serikali pamoja na wadau wengine mbalimbali, lakini mifuko ambayo imewekwa purposely kwa ajili ya miradi ambayo imedhamiliwa kutekelezwa ya maendeleo. Kwa hilo ni jukumu letu la tatu. Lakini jukumu la 4 ni kuendesha shughuli nyingine zozote za kimaendeleo kulingana na ile dhana ya kuanzishwa kwa Benki ya Maendeleo TIB. Kwa hayo ni majukumu yetu makubwa manne ya Benki ya Maendeleo TIB. Jumla ya uwekezaji kwenye Benki ya Maendeleo TIB mpaka kufikia Disemba 2024 ni takribani ya bilioni 600. Zaidi ya 600, actually 630. Katika hiyo bilioni 630 kuna bilioni kama 408. Hizi tunasema kwamba ni miradi ile ambayo tumewekeza ambayo iko ndani ya mizania ya benki. Na tumewekeza katika sekta mbalimbali, kilimo, afya, madini, nishati, tunakata cross katika sekta zote za kimikakati. Lakini katika hiyo 600 ukitoa hiyo 400 ambayo iko kwenye mizania ya benki yetu, kuna kama bilioni 222. Hizi ziko kwenye ile mifuko ambayo tuna mifuko kama 9 ambayo tunasimamia kwa niaba ya wadau wa maendeleo ambao wao wana pesa na wanasema kwamba tunatafuta wataalamu ambao wanaweza wakaisimamia hii pesa ambayo imetengwa maalum kwa ajili ya miradi maalum ya kusimamia. Tuna wadau sisi kama nilivyosema hapo, tunasimamia miradi maalum ambayo imetengwa na serikali kama nilivyotoa dirisha la kilimo, lakini pia tunafanya kazi na National Water Fund. Na wao wanafungulao ambao wamelitenga maalum kwa ajili ya kutoa mikopo ya bei nafuu kwenye mamlaka za maji hapa Tanzania. Lakini pia tunafanya kazi na World Bank. Tunashirikiana na Benki ya Dunia katika kusimamia kiwango cha pesa ambacho walikitenga kwa ajili ya kusupport miradi ya maji hapa Tanzania. Na nitaelezea kule kwenye matokeo kwamba katika mifuko hiyo, lakini katika benki kama TIB, katika miradi ambayo tumewekeza na matokeo ya miradi hiyo. Lakini pia kama nilivyoeleza awali kwamba jukumu letu ni kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo kwa muda wa kati na muda mrefu. Kwa sisi mikopo tunayoitoa ni ya muda mrefu. Ni muda wa kati na muda mrefu, kwa maana kuanzia miaka 5 na kuendelea. Na hicho ndio kinachotutofautisha sisi na benki za biashara.
Sisi ni benki ya uwekezaji, mitaji yetu tunayotoa kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo ni ya muda mrefu, kuanzia miaka 5 mpaka miaka 15. Lakini uwekezaji wetu tumewekeza kwenye miradi ya maendeleo kwenye sekta binafsi kwa 93.6, lakini pia tumewekeza kwenye miradi ya sekta ya umma kwa 6.4.